Tunamshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa kutupa nafasi nyingine ya kujifunza. Tufungua mioyo yetu tena wakati mwingine katika kipindi cha leo kwa ajili ya kusikia neno lako. Tunaomba na kupokea kwamba hakuna confusion kwenye kutoa, hakuna confusion kwenye kupokea. Macho ya mioyo yetu yanatiwa nuru. Tunaona ubora wa kazi ya Yesu Kristo ukifunuliwa. Tunapomfahamu yeye, ndipo tunapojifahamu sisi nani katika Kristo. Mwisho wa siku tunakuwa na mwenendo unaofanania yale ambayo tunapokea. Tunaimarishwa na kuwa watu bora katika ufalme wa Mungu. Lakini pia tunaimarishwa ili kuweza kutenda, kusema na kuwasaidia wengine kwa juu yale ambayo tunafunuliwa tunapolisoma neno lake. Sana kwa sababu ya wengine ambao wanasikiliza na wanasikia kwa njia ya audio, vile vile pia wanapokea nuru ya Injili, nuru ya utukufu wake Kristo. Ina cover fahamu zao zote zinafika mahali ya kualign na kile ambacho Kristo amekifanya. Watembee katika uhakika huo. Kwa sababu hivyo Baba anatukuzwa ndani yetu na kazi yake inazidi kutukuzwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nimebarikiwa sana. Welcome to our... Leo itakuwa episode ya ngapi? Itakuwa siku ya 15 Really? Hatujatembea zaidi. Ni siku ya 16 lakini kwenye Introduction to Bible Study ni siku ya 15. Okay. Introduction to Salvation. Bado kwenye Introduction to Salvation. Depth sijui itakuwa wapi. Introduction ndo iko hivi. Yeah. Tumesema mambo kadhaa ambayo tumepokea katika Kristo tulipoamini. Number 1, tulisema sisi ni wenye haki na tumehesabiwa haki. Tulikaa hapa muda mrefu sana kwa sababu Yakobo alitukalisha. Yakobo alituambia tunasema haki kwa imani, lakini imani pasipo matendo imekufa. Tukajadili vizuri hapo. Tukaelezea alikuwa anamaanisha nini. Baada ya kumaliza, tukaenda kwenye muamini ametakaswa na kuoshwa kabisa. Si ndio washed au is sanctified or sanctified and holy. Sawa Alafu leo ambao tumemaliza wiki iliyopita juu ya kutakaswa kwetu ni matokeo ya kazi ya Yesu. Na utakatifu ni asili ambayo Mungu anapokea siku alipomwamini Yesu Kristo. So first and foremost, utakatifu ni asili ndani ya Kristo. Na tumetakaswa, kunaweza kusema kwa lugha rahisi, kwa damu yake au kwa dhabihu iliyotolewa. The sacrifice that was provided, which is Christ. Umeona Baada ya hapo tukawa tumeclose ya kwamba mtu ili awe mtakatifu anahitaji kuamini Injili ya Yesu Kristo. Ambapo kwenye kuamini Injili ya Yesu Kristo, believing in the gospel of Jesus Christ, mtu huyo anafanyika mtakatifu na anakuwa ni mtu asiye na hatia mbele za Mungu. Kuamini Injili ya Yesu Kristo kinakupa sababu ya wewe kuwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Which is tukasema, kwa hiyo kuwa na Roho Mtakatifu inakuqualify kuitwa mtakatifu. Na tukajifunza kwamba Roho Mtakatifu hamtembelei muamini. Roho Mtakatifu ana dwell in the believer. Anakaa ndani ya muamini. Dwelling. Sisi tumegeuka makao ya Mungu. Mistari ya kutosha ipo sana tuliangalia. Kwenye Wakorinto anasema hamjui ya kwamba ninyi ni hekalu la Mungu. Hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Kwa muamini ana Roho wa Mungu, ni hekalu la Mungu lililo takatifu. Hekalu la Mungu ni dwelling place, ni mahali ambapo Mungu anakaa na kuendelea kufanya kazi yake ulimwenguni. Kwa hiyo tukawa tumeclose ya kwamba hili ni zao la ufufuo wa Yesu Kristo. Yesu alipofufuka alituqualify, alitustahilisha kufanyika makao ya Mungu. Kwa tuna Roho wa Mungu ndani yetu. Haleluya. So hiyo ndio ilikuwa session iliyopita. Leo nataka kuangalia kidogo juu ya msamaha wa dhambi. Muamini amesamehewa dhambi. Kitu kingine kilichopokea katika ukombozi wetu, katika wokovu, ni kusamehewa dhambi. Na back to the story, ni lazima uanzie na lengo la Yesu kuja, ambao tunaiona kwenye Mathayo 1:20 na 21. Malaika alipokuwa anazungumza na Yusufu
alimwambia job description ya Yesu. Kwa nini Yesu amekuja? Ambayo tukianzia pale tutauona uhalisia wa utendaji wa kazi ya Yesu ulimwenguni. Kwenye mstari wa 20 anasema, basi alipokuwa akifikiri hayo, huyo ni Yusufu. Alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mstari wa 21 ni very key. Anasema, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu. Neno Yesu ni neno la Kiebrania Yeshua, ambayo Bwana ni mwokozi wetu. Ndio maana ameelezea pale, naye mtamwita Yesu au Yeshua, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa job description ya Yesu ni kuokoa watu kwenye hatari inayoitwa nini? Dhambi. Kwa nasemaga hivi, kama mtu hana uhakika na msamaha wa dhambi, hajaokoka. Kwa sababu kiini cha wokovu wa mwanadamu ni kutoka kwenye dhambi. Ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa msingi wa kazi ya Yesu au sababu ya Yesu kuja, kufa na kufufuka, ni kudeal na kitu kinachoitwa nini? Dhambi. Ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwenye Luka 24 kuanzia mstari wa 44 hadi 49 kuna maelezo kidogo ya namna Yesu atakapookoa watu na dhambi. Sababu hapa tu tumeona kwamba alizaliwa, lakini alizaliwa ili iweje? Luka 24 44 49. Kisha akawaambia, hayo ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote. Hapa anayeongea ni nani? Yesu. Lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Actually, maneno haya katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi ni sawa na kile ambacho tunaita leo Old Testament, vitabu vya Agano la Kale. Ndio hiyo Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Kwa anasema kwenye Mwanzo mpaka Malaki, hizi habari za mimi kupata mateso ziliandikwa kule. Kwa ujumbe wa Mungu au Yesu kufa na kufufuka sio mambo mtambuka, kwamba hey, imetokea hii, imetoka wapi? No, ni mambo ambayo Musa, Daudi kwenye Zaburi, actually na waandishi wengine wa Zaburi pamoja na manabii waliandika au waliatabiri na akaandikwa. Kwa mstari wa 45 anasemaje? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo Torati ya Musa, manabii na Zaburi inaweza kaitwa nini kwa lugha moja? Maandiko. Scriptures, maandiko. Kwa kanisa la kwanza, kila ambacho wanaita maandiko ni nini? Mathayo mpaka Ufunuo. Eti Petro alikuwa anaita maandiko matakatifu nini? Au Yesu? Old Testament. Actually wenyewe hawahitaji Old Testament. Petro, wakati wakina Paulo na wakina Petro na wakina Mathayo na wakina Luka wanaandika vitabu vyao, hawakuwahi kuwaza kama itakuja kuitwa New Testament. Yeah. Wao walikuwa wanafanya nini? Walikuwa wanafasiri kile ambacho kwenye Mwanzo mpaka Malaki. They are doing the actual interpretation. Au wanajaribu kupoint out kutoka kule mambo ambayo yamekwisha kutimia. Si ndio Lakini kile ambao kwa ukimwambia Paulo leo akafufuka, ukamwambia naomba Biblia. Sasa Biblia ni nini? Kitabu kitakatifu. Akichukua cha kwetu atashangaa sana. Unajua kwa nini? Cha kwake akikuwa na vitabu vingi namna hii. Si ndio Ilikuwa ni Mwanzo mpaka Malaki. Kwa unakuwa makini unaposoma Mathayo mpaka Ufunuo. Ukutana na neno maandiko, usiwaze Mathayo mpaka Ufunuo. Wala hatujasema sio maandiko kwetu sasa. Lakini kila wao wanachoita maandiko ni kila ambacho tunaita Agano la Kale. Ndio maana nikasema Agano Jipya bila Agano la Kale ni yatima. Kwa sababu Agano Jipya lina tafsiri ya Agano la Kale. Si ndio Kwetu sasa Agano la Kale bila Agano Jipya inakuwa irrelevant. Kwa
kwa sababu yale yaliyotabiriwa tunajuaje yametimia? Mpaka tukisoma wapi? Mathayo mpaka Ufunuo. Ndio tunajua kumbe yaliyotabiriwa yamefanya nini? Yametimia. Kwa Yesu kwenye mstari wa 45 anasemaje? Kwenye Luka 24:45 anasemaje? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Pale juu ameitaje? Torati ya Musa, manabii na Zaburi. The same thing. Actually, ukirudi nyuma kwenye mstari wa 27, Luka 24:27 anasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yanayomhusu yeye mwenyewe. Unaona maandiko yote? Yeah. Kwa hiyo Torati ya Musa na manabii pia ni maandiko. Lugha hiyo hiyo. Kwa kuna sehemu ukisikia neno Torati ya Musa na manabii ni Agano la Kale. Torati ya Musa, manabii na Zaburi ni Agano la Kale. Maandiko matakatifu ni Agano la Kale. Kitu hicho hicho. Unaposoma kutokea wapi? Muktadha wa Mathayo mpaka Ufunuo. Kwa kwenye Luka hapo wanapotumia neno maandiko matakatifu wana refer to Genesis to Malachi. Iko sawa eh? Yes. Akawaambia mstari 46, ndivyo ilivyoandikwa wapi? Kwenye maandiko, Kristo atateswa, hiyo ni promise na kufufuka siku ya 3. Kwa nini hili ni muhimu? Kwa sababu anatakiwa kutimiza lengo la kuja. Jesus, Yeshua. Mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa kuokolewa kutoka kwenye dhambi ilihitaji Yesu kuteswa, kufa na kufuka. Kwa hiyo lazima uelezee mechanism of God's salvation. Mechanism ya wokovu wa Mungu ilihitaji Kristo kupata mateso, kufa na kufuka. Ndio maana sura wanasema hivi, ijapokuwa wokovu ni bure, haukupatikana bure. Si ndio eh? Though salvation is free, it is not cheap. Somebody worked for it. Unaona eh? Yaani mtoto hawezi akawa anakula chakula pale nyumbani anasema ni mama, yani chikitu, mama hiki chakula unachopika hakitakuwa unanipa bure. No. Mtu kaungua mikono ukaikuta mezani. Because the actual job of salvation was done by Jesus. So because it is free, it doesn't make it cheap. Actually tunatakiwa tubebe kwa heshima kwa sababu it took his life away. Iko sawa eh? Kwa hiyo asema akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya 3. Na naja niseme jambo hapa. Mara nyingi tunaposisitiza ya kwamba wokovu ni bure, watu wanafikiri tunaiwater it down. Na it's so saddening watu wakihisi hivyo. Hiyo tunaiafricanize injili. Kwa sababu kiafrika kibongo ukipewa kitu bure unaona kama vile hakina maana. Unaona eh? Unajua ukiwa umenunua gari kwa hela yako, umeumia nini afu unasema unakisafisha vizuri gari la milioni 500 umekabidhiwa na mtu funguo. Unaweza ukaliendesha ovyo. Actually it seems that you don't respect alichokifanya vile mtu. Kwamba lakini haina maana ni gari haina thamani. Ndio maana umepewa bure. Nilikuwa natoa mfano wa rafiki yangu mmoja Arusha, alikuwa anamsaidia dada mmoja. So saddening, response yake ilikuwa dada huyu alikuwa ametoka safarini, akafika mjini, watu waliotegemea kumpokea hawakumpokea. Kwa huyu ndugu mpendwa katika Kristo, brother, akakutana na huyu sister, akaanza kumsaidia, kamtafutia pa kulala, kamwekea nini, anahangaika kwa sababu tu this is my fellow believer. Hey, ngoja sasa. Kakaa pale dada kamaliza mambo yake yote, karudi nyumbani kwao. Alipofika nyumbani kwao, akawa anamwambia ukaka, mbona kuna kitu hausemi? Like why all this help? Mtu hajazoea kupokea vya bure. Kwa dada baada ya kupewa vitu vingi vya bure, anataka kuvilipia kwa kujipeana. Yaani nikasema hiyo mentality ni mbaya sana. So even if God worked for salvation, I can tell you some people still want to pay for it. Huo ni ujinga. Ni kuhisi ya kwamba you have to pay after anything that is freely given cannot really have value until you pay for it. No. Actually, changamoto ni kwamba if you try to pay for it, you'll never reach the price. Yesu hakuja kufanya kitu ambacho we have the capacity to do.
angekuwa amechemka day one. Ndio maana kwenye Galatia 2:21 Paulo asemaje? Galatians 2:21 asema, kama haki hupatikana kwa matendo ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Maana yake, if men had capacity to walk it out, si ndio to do things to make it right with God, then there was no need of a perfect sacrifice. Nasemaga hivi, Yesu angekuja tu akatafuta namna akae juu ya mawingu pale, aje na megaphone asema, ndugu, mmejitahidi, mko 70% ya haki, ongezeni bidii kidogo, mkifikisha 100 mtakubaliwa. Alitakiwa aje kutuhubiria hicho tu, kwamba kwa sababu we have the capacity na tumepungukiwa kidogo, angekuja akasitiza mwenendo. Perfectly, Jesus never preached the mwenendo kuqualify. In fact, alibash wote waliokuwa wanatumia nini? Mwenendo kuqualify mbele za Mungu. Ndio essence ya mfano wa Farisayo na mtoza ushuru kwenye Luka 18. Mtoza ushuru alienda pale, akaingia hekaluni, akaanza kutamka mambo mazuri kabisa. Natoa zaka ya mapato yangu yote. Is that a good thing? Yeah, nice Christian, si ndio? Yaani ukimpa hata hela kidogo, yani ukamwongezea hii hapa 50, ni ya Mungu. Good. Akasema nafunga mara 2 kwa wiki. Wakristo wengi wanasema kufunga hata mara 1. Wakifunga wanakuwa wanaangalia sana namna hii. Kifika saa 12 wacheki, afadhali lete chai yangu ya asubuhi, lete lunch yangu, na dini zinapangwa pale, analipiza. Sasa ulifunga au ulikuwa ulifanya maandamano ya njaa, hunger strike? Ulikuwa unafanya hunger strike. Wakristo wengi wanafanya hunger strike. Kwa somo la kufunga ni issue sana. Watu wengi hawafungi, watu wengi wanacheza na diet. Anyway, kwa hiyo unakuta anafunga mara 2 kwa wiki. Alafu akataja tabia njema pia zingine. Mimi si kama hao watoza ushuru ambao wazinzi, wanyang'anyi. I'm clean. Yesu anakomenda asema, alafu Mfarisayo aliposimama alisemaje? Uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Neno uniwie radhi pale tuliangalia neno hilaskomai. Maana yake nini? Don't look at me, look at the appeasing sacrifice. Ina maana katika hekalu huwezi kwenda mikono mitupu. Unaenda na nini? Sacrifice. Unaenda na kondoo, unaenda na njiwa, utaenda na ndama, itategemea uwezo wako. Familia ambao haina uwezo kabisa walikuwa wanaenda na unga. Efa ngapi sijui, kuna vipimo wanatoa pale. Lakini huwezi kwenda empty kwa sababu Mungu haupokei uso wa mtu. Mungu anajua huwezi hujakamilika matendo yako. So you need an appeasing sacrifice and something God will look so that to qualify you, which was a picture of Christ. Ilikuwa na prefigure kazi ya Yesu. Mungu anamtazama Kristo ili akuonewe mtakatifu au kuonewe perfect. Akikutazama wewe mwenyewe, immediately anaona vimeo vya kutosha. Sawa? Kwa alitaka Mungu ndiye anayekupa capacity ya kufanyika mtakatifu katika Kristo. Kwa hiyo yeye akaenda pale akataja mambo mazuri. Yesu anasemaje? Aliondoka yule mtoza ushuru amehesabiwa haki compared to yule Farisayo. Maana kila ajikwezae hushushwa na kila ajishushae hukwezwa. Kwa lugha rahisi, Mungu ha-accept matendo ya mtu ili kumhesabia haki. Mungu ana-accept imani katika dhabihu. Kwa sababu tunaishi ulimwengu ambao unaambiwa hakuna cha bure. You need to work for everything. Umelipwa mishahara mingi sana kiasi kwamba unajua maisha ya lazima uteseke. Umeona? Ukipewa zawadi, unafikiri ni zawadi, kumbe sio zawadi. Ni investment mtu amefanya. Ukiona mtu amekulipia ada, atatafuta tu njia arudishiwe hela yake. Kwa hiyo umeishi kwenye ulimwengu ambao hauamini kwenye free. Mtu mmoja akasema, if he is free, you are the product. Yeah. Wanambia unaingia kwenye mitandao ya kijamii free, lakini wewe ndio unayeuzwa. Wewe unajua hiyo? Facebook unauzwa wewe. Unapo like pale, unapo view, unapokuwa wengi pale, nyie ndio product. Pale wanakuwa matangazo ya kusponsor. Unapo watch, you're actually adding money to somebody, but you see it is free. You are not free. It's free for you to get in, lakini actually you are the product.
views zako ndo vinauzwa, comment zako ndo zinauzwa. Umeona sasa? Umeelewa sasa? Kwa hiyo ulimwengu huu actually kwenye kila free thing kuna embedded nini? Cost. Na bado you are paying because you are paying for your time. Na muda wako ni precious. Kwa hiyo pale unawacha unamcheka Mwijaku masaa mawili, unamcheka Mwijaku, unahamia kwa Baba Levo, unahamia kwa nani, unaona tu mastori, unaona pale kama vile wanaposti accidentally. Wewe nani ambaye kila anachokifanya anarekodiwa? Watu wana tilt kamera pale, wana act kupigana kwa sababu kwenye business. Wewe unafikiri nini? Wewe unafikiri like it's like yani kamera tu ziko zinamulika. Walianza kwanza kufanya nini? Kuhakikisha wanamulikwa, wafanye vituko, wanaweka pale. Na sisi tuko mambo ya msingi ufanye. Anyway, precious time is wasted. Precious time is wasted. Ukitoka tunakuwa na jamii za watu, angalia, they are faking but we are taking it as real. Akili zetu hazijui kwamba zile ni fake. Zinajua kama ni halisi. Kwa hiyo unajikuta tuna watu wengi maisha yao wenyewe, real life yao sio ile. Lakini kwa sababu tunafikiri wale ni vioo vya jamii, wanachofanya ndivyo ilivyo, na sisi tunaanza kuwaiga. Kwa hiyo tunaiga igizo. It's not the real life. Wana maisha yao tofauti kabisa. Wanapozungumzia mapenzi, sivyo mapenzi anayoyaishi. Unaona? Wanavyotukomalia ni namna, lakini wanavyoishi wao wenyewe. Facebook ile ni Facebook, it's not the real book. Real life hazipo kwenye mitandao ya kijamii. Umeona sasa? Kwa hiyo ina make sense sana. Tulikuwa naambia. Kwenye ulimwengu wetu, when you say salvation is free, it doesn't stick kwa watu wengi. That's why we understand God by revelation, not by senses. Kwa sababu mazingira ambayo tumesikia mambo mengi, we really don't value what is free. Lakini salvation is free and yet very valuable, very expensive. Very expensive. Somebody had to die for you to get it free. Ndio maana tunasoma pale, anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Issue ni kwamba baada ya haya mauti wewe kula, na wewe ndio umetenda, huo mshahara utakiwa upewe. Repercussion ya dhambi ni mauti, itakiwa angukie juu yangu, juu yako. Matokeo yake chini yake nasemaje? Bali karama ya Mungu ni uzima. Karama pale ni kwa sababu ni Kiswahili cha zamani, lakini karama pale ni zawadi. Lakini zawadi ya Mungu, in fact hata neno zawadi limechakachuliwa. Zawadi kwa original use ni something you are given freely. Lakini ukiwa wa kwanza darasani ukapewa zawadi, you were not given zawadi. Hiyo sio zawadi, hiyo ni reward. Hiyo ni nini? Thawabu. You worked for it. Ingekuwa zawadi angepewa na aliyefeli. Si ndio? Zawadi natakiwa aliyepewa moyo wake usema I did not deserve. Wanaambiaga wadada kwenye Valentine Day. Valentine Day nakumbuka? Watu wanadaiji zawadi. Ukishadai sio zawadi, hiyo ni jibu la maombi. You worked for it. Ukishadai asema ni Christmas hujakumbuka kabisa na umenuna. Sasa basi chukua hii 500,000. Hiyo sio zawadi. Zawadi ni pale ambapo you are not thinking about it, you don't even deserve it, and then when somebody gives, asema this is, kwa sababu zawadi inaelezea moyo wa mtoaji, ni upendo, is the act of love. It is the heart of a giver that matters. Ni benevolence, ni kile ambacho mwenye upendo anakifanya. So wokovu ni zawadi kwa definition ya kwamba it was free, ni ukarimu wa Mungu. Hata neno karama imebeba ukarimu ndani, ni ukarimu, it is generosity of God. Because God, because he's generous, he gave us the best out of love, which is nini? Uzima wa milele katika Kristo Yesu. Niko sawa? Kwa badala ya mauti, si tumepewa nini? Uzima. Badala ya mauti, si tumepewa uzima. Kwa hiyo ni kazi moja kubwa sana ambayo Yesu amefanya. Kuna wimbo mmoja, siku hizi napenda kufundisha na nyimbo. Kuna wimbo mmoja mtu alikuwa ameurekodi. Nafikiri naweza nikaupata. Then sio wimbo maarufu.
kama nimefanikiwa kuhamisha hapa itakuwa jambo zuri. Yeah, bad news kuhamisha kwenye simu hii. Umeona eh? Akasema when we expected bad things to happen, good things happen to us. Ina make sense? Tulipotegemea mabaya tupate, mema yalitokea. That's what happened in Christ. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Lakini tunasoma kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee. Na maana asiyemwamini anapotea. Lakini when we expecting kupotea, kilichotokea ni nini? Something really happened different. Tulifanya nini? Tulipewa uzima wa milele. Kwa unaona kazi ya Kristo namna ambapo imekuwa na nguvu kwa sababu ya alichokifanya, sio kwa sababu alichokifanya. Sababu alichokifanya yeye mwenyewe. Praise Jesus. Kwa hilo ni jambo la msingi sana. Ukielewa hiyo, unaelewa sasa kwa nini ni vizuri kusisitiza kwenye nini? Kwenye tuite nini? Kwenye wise free. Kwa free does not mean cheap. Bwana asifiwe. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho inabidi tupone. Na zawadi sio kitu tunachofanyia kazi. Kwa hiyo kwenye graduation ile ulipokuwa shuleni ukuwahi kupewa zawadi. Sawa ndugu zangu? Hamkuwahi kupewa zawadi. Mlipewa nini? Mlilipia. Mlipewa kile mlichofanyia kazi. Ulijitahidi kusukuma. Ulipata division 1. Ulikuwa kipanga. Ulikimbiza wenzako. Tena haki yako ni ya kukompea. Sababu unaweza hujapata 100, umepata 80, ukaitwa wa kwanza, ukapewa zawadi. Sawa eh? Yeah. So that's very important. Kwa hiyo that it is free, it was paid for. Na ndio maana labda nisome mstari ambao imebeba ni mstari wangapi unaosema hiyo? Unaosema ni bure. Ni Warumi 3:23 na 24. Warumi 3:23 na 24. Hiyo ndio wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure. Yes. Angalia kwenye hiyo 23 na 24. Anasemaje? Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Watu wengi wanapenda kuishia hapo lakini hiyo sio nukta. Hamna nukta, ni nukta na koma ambayo maana yake inaonyesha kwamba explanation yake iko mbele, bado inaendelea. Si ndio Anasemaje? Wanahesabiwa haki bure. Kuhesabiwa haki bure ni kutohesabiwa dhambi au kutohesabiwa hatia. Wanahesabiwa haki, akasema bure. Alafu katika neno kwa neema yake. Neno neema Kiswahili cha sasa pia kinasumbua. Sababu mpaka majina ya watu wanaitwa Neema. Mke wangu mwenyewe anaitwa Neema. Neno neema maana yake ni Kigiriki ni charis. Inaandikwa charis. CHARIS, charis, charis. Neno neema maana yake ni nini? Ni present. Na yenyewe ni zawadi pia. Alafu yes, ni bure, tena aliyekupa amekupa kama zawadi. Alafu akaongeza maneno ya msingi sana hapa. Anasema kwa njia ya ukombozi, through redemption. Kwa hiyo redemption ndio kazi iliyofanyika kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Sasa ukitaka kuelezea wokovu bila kuzungumzia in terms of redemption, una miss. Kwa sababu redemption, huwezi tu kusema Mungu amekusamehe and nothing was done. Actually, neno redemption pale ni muhimu. Redemption neno la Kigiriki apolutrosis. Apolutrosis. Sawa Apolutrosis. APOLUTROSIS. Redemption. Apolutrosis.
ambayo hii ndo inatuambia ya kwamba ni bure, lakini ilinunuliwa, thamani ilipwa. Hiyo apolutrosis, nafikiri ikiwa na ukipata muda wa kuweka My Soul Bible kwenye simu yako itakusaidia sana kujua hizi hapo. Unaweza ukasema unatoa wapi hivi? I'm a special agent from God. Hivi tuna download kwenye roho. No, sio kwenye simu yangu kabisa. Apolutrosis. Maana ya kwanza ya apolutrosis ni a release effected by a payment of a ransom. Ni kuachiliwa kunakotokana na kulipiwa fidia. Okay, aliyeachiliwa si anaona anasema niko free, niko huru. Lakini fidia imelipwa. Anasema kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Fidia ilikuwa ni nini? Ni Yesu Kristo mwenyewe alijitoa kama fidia ili sisi tuwe huru. Sababu apolutrosis historically ilikuwa inatumika pale ambao una buy back watumwa. Ndugu yako amepelekwa utumwani, lakini ukienda huwezi kusema tu kwa kweli naomba muachie ndugu yangu. Ukitoa machozi hauachiwi. Then umewahi kuona watu waliotekwa umewahi kusikia watu wakitekwa, alafu wale watu wanaomba nini? Pesa. Zile pesa zinaitwa nini? Zinaitwa nini? Ransom. They ask for a ransom. Wanasema ukitaka tumwachie lazima udeposit kiasi fulani kwenye account au upeleke hela fulani, uweke barabarani mahali fulani, ukimbie. Tukichukua hizo hela tutamwachia. Hiyo inayolipa ina nini? Ransom. Sawa Huyo mtu anaweza akasema niliachiwa bure. Ndio. Lakini aliyelipa ni nani? Mwingine, kwa sababu yeye hakuweza kulipa. Ndugu zake ndio alilipa. Umeona So, anaweza akasema I did not pay anything kuachiliwa. Does it mean cheap? No, a ransom was paid. So when you are saying we are saved freely, salvation is freely given, we are not putting it down. We are actually praising the one who did it. Ya kwamba, do you see we are free? It's because we are supposed to pay something, somebody paid it. Na nasema hivi, we are sehemu ya definition ya apolutrosis nasemaje? Liberation procured by the payment of a ransom. Angalia imani. Liberation procured by a payment of a ransom. Na ukiangalia kwenye strong definition yake anasemaje? Neno pale ile ransom, anasema ransom yenyewe, lutron, ransom, a price for redeeming, paid for slaves or captive. Umeona? Paid for slaves, inaitwa lutron, ndio fidia. Paid for slaves or captives. Sawa Kwa hiyo tema apolutrosis can only work when the ransom is paid in full. Paid in full. Sawa Neno hilo limetumika mara 10 kwenye Agano Jipya. King James inaonyesha hivi. Ransom is paid. Nani? Apolutrosis. Kwa ndugu zangu, every time you talk about salvation being free, it comes with what the Savior has done and why are we getting it free. Tunapozungumza kwamba wokovu ni bure, tumehesabiwa haki bure, tumesamehewa dhambi bure, tusifikiri quality iko chini, tuangalie kilichotolewa. Na actually hakutolewa malaika, hakutolewa mbuzi, hakutolewa kondoo. Mungu katika Kristo alichukua mwili akaja akafa kwa ile dhambi zetu, to show kwamba he gave the best. Tunasema damu ya mwana kondoo wa Mungu. Umeelewa mpaka hapo That's how you should look at it. Baada ya kusema yani wewe unarahisisha sana wokovu, sio mrahisi. Sisi tuna-enjoy sehemu ya urahisi kwa sababu ugumu umelipwa na mtu mwingine. Sana mtu yuko kwenye gari anaelekea Arusha. Si ndio Yuko ana drive pale. Ona anakutabia
miaka mingapi imetumika kujenga barabara kutoka Dar mpaka Arusha? Lakini tunaona kama tunateleza tu. Does it mean iliokotwa? Barabara ilikuwa hivyo. A lot of money were given. Nasema lakini mimi siwezi kutembea sehemu natembea kwa urahisi hivi, una float, unakanyaga mafuta tu unatembea. Mimi sitaki vitu vya bure. I need to work for it. Mbona afanye kwenye barabara? Kwa hiyo kuanzia leo unaanzia hapa, unapita hapa. Unaanza kubomoa nyumba za watu. Kutengeneza barabara yako kwenda wapi? Arusha. Utakufa kabla hujamaliza. Hata kama una miaka 28. Umeelewa maana yake? So, similar to salvation, the reason there is a free ride in having it is because something was paid. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo tukasema, kwa hiyo anaposema pale kwenye Luka 24 mstari 46 akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba maana kwa matokeo ya hicho alichokifanya mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. TKU wanatumia lugha nzuri. Wanasema watahubiriwa kwamba wageuke ili kwamba wapokee msamaha wa dhambi. Ndio maana neno toba pale. Neno toba limetumika mara nyingi sana vibaya, kumaanisha toba ni to feel remorse. Lakini ni mgeuko. Inatokana na neno metanoia, ambayo ina maneno mawili. Meta ambayo ni after, noia ni mind au think. What you get after thinking through. Kwa namna yoyote metanoia haitumiki kama prayer. Metanoia is what you do after hearing new information. Ni mindset change. So kwa habari ya Wayahudi hawakumjua Yesu kama mkombozi. In fact walimchukulia poa. When he rose from the dead, akawaambia badili namna alivyokuwa mchukulia. Mchukulieni kama mwokozi. Kumbuka Mathayo 1:21. Kwamba mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayewaokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Kwa change the mind and accept his job. Msimuone tu kama mtoto wa fundi seremala, mtu anayeranda mbao tu. Anzeni kumuona kama mwokozi wenu. Ili kwa kufanya hivyo mnapokea nini? Ondoleo la dhambi zenu. Sawa eh? Sawa. Kwa hiyo tayari tunaona Agano la Kale limejikita katika kuelezea habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa kwenye maandiko. Yesu atakuja, atakufa na kufuka. Why so important? Kwa sababu redemption has to be an activity ambayo kuna kitu kinalipwa. Ambayo ni nini? Ni kutolewa kwa mwili wa Yesu Kristo. Tulisoma kwenye Waebrania 10. Sawa eh? Sawa. That is very very important. Very very important. Kwa watu wanahubiriwa injili ili kwamba wageuke na kupata nini? Ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi. Kwa hiyo unaona hiyo kwenye Matendo ya Mitume imejaa kwa wingi. Kwenye Matendo ya Mitume hawajahubiri namna ya kukombolewa yoyote isipokuwa katika kuamini au kumgeukia Yesu. Matendo ya Mitume 2:37 na 38. Walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Matendo ya Mitume ni Acts 2:37 to 38. Tutendeje ndugu zetu? Alafu asemaje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa nini? Kwa jina lake Yesu Kristo mpate, sema kupata, mpate ondoleo la dhambi. Kwa ondoleo la dhambi linapatikana. Yeah? Somebody can have it. Mpate ondoleo la dhambi. Kwa hiyo walikuwa anawaambia wapate, sio wanafunzi wale wanaosikia, wale wakuja kushangaa siku ya Pentecost. Umeona eh? Kwa tena kwenye sura ya 3 alihubiri. Akawaambia yale aliyoyaona na vitu kama hivyo. Alafu kwenye mstari wa 19, 3:19 Petro anahubiri tena pale. Anasemaje? Tubuni basi. Umeona tubuni tena eh? Tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Ngoja leo some TKU haya maneno, tubuni basi mrejee. TKU maana yake ni version ya Kiswahili ambayo imetumia Kiswahili rahisi sana. Ngoja nitafute hapa. Matendo ya Mitume 3:19.
Acts 3:19. Anasema hivyo lazima mbadili mioyo na maisha yenu, mrudieni Mungu naye atawasamehe dhambi zenu. Anaongea na Wayahudi ambao walikuwa kwenye hekalu hapo, ujue walikuwa na dini yao tayari, si ndio? Lakini wanaambia wamrudie nani? Wamrudie Mungu. Okay, ni kwamba Wayahudi hawakuwa na Mungu, kwa maana ibada za kawaida walikuwa wanazifanya, lakini kumrudia Mungu akufanya nini? Ni kumwamini Yesu. Sawa, ndio anasema mbadili mioyo yenu. Actually tukasema mbadili mitazamo mlipokuwa mnamchukulia Yesu. Kumwamini Yesu ni sawa sana kusema mrudie Mungu. Anasema naye atawasamehe dhambi zenu. Hiyo ni TKU. Okay. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume 5:31 anasemaje? Kwenye Kiswahili cha kawaida SUV anasemaje? Mtu huyo ambaye ni Yesu, Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, Prince and Savior. Tunatumiaga maneno haya, tunasema Yesu ni Bwana na Mwokozi. Neno Bwana na Prince hazina tofauti, kwa sababu zote zinazungumzia nini? Reigning, mtu mwenye uwezo au kutawala kwenye eneo fulani. Yesu ni Bwana na Mwokozi. Zamani tulikuwa na mjadala na nilikuwa naimba na machali wa Yesu, tulijadili kwamba Yesu ni Bwana au ni Mwokozi. Maana kulikuwa wimbo tunataka kuimba, Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu, tena ndiye mtetezi wangu, amina kanibadilisha kanifanya zamani. Wacha bwana. Sasa tukawa na mjadala mrefu sana. In fact, sikuwa na tafsiri ambayo nilikuwa nayo leo. Sio, naweza kawasha pale. Sikuwa na tafsiri ambayo nilikuwa nayo leo juu ya nini? Juu ya Bwana na Mwokozi. Actually, neno Bwana na Mwokozi hapo, neno na pale ni kai. Ambao ukisema Bwana na Mwokozi sio watu wawili tofauti. Ina maana Yesu ni Bwana katika kuokoa, au ni Bwana anayeokoa. Kwa lugha rahisi, when it comes to salvation, Jesus dominates the role. Ni Bwana katika kuokoa. Yesu sio bwana shamba. He's a Lord, but who serves? Sindio, Sindio? Jesus is not the Lord over everything. Though he has capacity over everything, but he's not reigning upon everything. Kuna watu wanaweza wakawa na hela bila Yesu. Sindio? Hata wengine hawaamini. Kuna atheists wengi hawana Yesu, lakini wana hela. Lakini specifically mtu yeyote duniani akitaka wokovu hawezi kupata nje ya Yesu. So when it comes to salvation, he dominates the role. Na ndio maana kwenye Matendo ya Mitume 4:12 yasemaje? Hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Even you have to write. If you don't, you will save very much. Utaota kabisa. Maana mwili wako unaonekana unafanya shughuli nyingi, unadai usingizi. Umeona When it comes to salvation, Jesus dominates the role perfectly. Yaani hiyo hawezi kushirikiana hata na wewe. Unajua maana ya Bwana The Lord, neno la Kigiriki ni kurios. 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 Sio gulio. Kurios. 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 Kurios maana yake the one in charge. Msimamizi mkuu. Sawa Kwa hakuna mtu ambaye anaweza akapata wokovu in relation to sin isipokuwa amemwamini Yesu. Kwa kuna job description ya Yesu ambayo ni very special. Dhambi. Bwana asifiwe. Dhambi. Ndio maana dhambi haimtishi Yesu, kwa sababu yeye ndio mwokozi katika dhambi. Si ndio Unamwambiaga watu wengi, unamwambia mtu acha dhambi uje kwa Yesu. Maana yake unamwambia mtu pona uje kwa daktari. Sicho anachomaanisha. Pona kwanza uje kwa daktari. Kwenye mtu anamwambia, au unamwambia mtu oga ndo uje bafuni. Kama anaweza kuoga na akawa msafi bila bafu, sasa bafu la kazi gani? Kama mtu alikuwa na uwezo wa kushinda dhambi bila Yesu, there's no need of Jesus. Lakini practically, when it comes to sin, mpaka uende kwa nani? Kwa Yesu. You cannot forgive yourself. Jisamehe. Okay, sawa. Forgive yourself. What about God? Sawa Kwa hiyo, Jesus dominates the role when it comes to
sin. Hana mshirika. He is the only savior. Kwenye Yona 2:9, Yona alipotoka kwenye tumbo la samaki alisemaje? Salvation and deliverance belong to the Lord. Hana ushirika. Jesus is the savior and we are not the co-saviors. Narudia tena. Jesus is the savior and we are not the co-saviors. Yesu ni mwokozi na sisi wasaidizi wake katika wokovu. Kazi yetu ni kusarenda na kupokea wokovu. Kazi yetu ni kuimba deni ya dhambi msalabani ilimalizikia. Sio wewe ndo umelipa deni yangu ya dhambi, Yesu amelipa. Yesu ndio amelipa. Haukuwa na capacity ya kulipa. Mungu amemtukuza kwenye, tusoma ngapi? Matendo ngapi hiyo? 5:31. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake kuume kuwa mkuu na mwokozi, awape, sema kupewa, awape Waisraeli toba. Is that badiliko Badiliko ambalo kwenye hilo badiliko wanapokea nini? Msamaha wa dhambi. Awape. Kwa kwenye dhambi mwanadamu anafanya nini? Anapokea. You receive forgiveness of sin. Una receive kwa sababu kuna mtoaji. Alipoenda nyumbani kwa Kornelio, Matendo 10:43. Matendo 10:43 anasemaje? Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Nina mambo mengi sana ya kusema juu ya Kornelio. Wajua Kornelio alikuwa ni mtu mwenye matendo mazuri. We all agree that. Si ndio? Yes, ukisoma kule unaweza ukasema Mkristo safi kabisa. Ngoja nikushock kidogo. Wewe ungeambiwa umhubirie Kornelio, unaweza ukasema Kornelio mtumishi wa Bwana umeokoka sana. Wewe raia wa mbinguni kabisa. Wajua kwa nini? He has so good works. Very good works. Soma mstari wa kwanza na wa pili kwenye Matendo ya Mitume 10. Anasemaje? Palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kitwacho Kitalia. Kwa basically alikuwa ni mtu mwenye cheo. Alikuwa na wadhifa. He has a band ambayo inaitwa Italian band. Alikuwa anasimamia. So sio hoe hahe. It was good. Si ndio Kwa huwezi kwenda kusema hivi, Bwana asifiwe. Ukija kanisani kwetu kuna mtu alihamia, alipofika pale akapata gari. Kwa hiyo na unaweza kuokoka. Gari yenyewe ST. Kornelio anamiliki Vogue, anamiliki Lamborghini 3, na Ferrari za kumwaga, Rolls Royce. Majina magumu sana. Mwasikia majina ya jamani. Yeah. Wao batch. Sawa. Bwana. And then unaenda unapeleka kiflyer. Hiyo flyer zingine ni matusi kabisa kwa Ukristo. Unapeleka flyer kwa mall pale imeandikwa, nimekuja nikapata visa. Siku hizi nasafiri Dubai kama yeye hana Yesu. Bonyeza tu. Nikatia tiketi naondoka saa 2 usiku na hapo ni saa 12 jioni. You kind of testimonies, they're actually embarrassing. They're embarrassing to the body of Christ. But specifically, huyo mtu akiambiwa you cannot receive salvation without Christ. Sawa? That is a message. Lakini kwa Cornelio unaenda kumwambiaje sasa? Unaona Paulo ameenda kwa Cornelio, he never said anything. He just preached about Christ. Angalia, alikuwa ni angalia mtu mtaua, a devout man. Unajua devote, mtu ambaye ana devotion zake kwa Mungu. Morning glory yupo. Lunch hour yupo. Tungesema Muislamu tungesema mshika swala 5 vizuri sana. Saa zote yuko hekaluni, anainama mpaka amechubuka uso na magoti. Anafanya zote, yani apitishi. Unajua watu wengine mpaka anakuwa na alama kabisa ita sigda. Watu wanakuwa mpaka sigida au sigda. Itakuwa moja hapo kati ya hizo. Ibada ipo. Sawa? A devote. Sio devote tu, lakini mchaji wa Mungu. The what who feared God. Sio peke yake tu, pamoja na nyumba yake. Wote walikuwa watu wa ibada. Ni kuinama na kuinuka. Sawa, nyumba ya Kornelio. Anasemaje? Naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Utoaji sasa. He gave a lot of alms. Sasa mpaka Biblia ikisema alikuwa akiwapa sadaka nyingi. Sadaka nyingi kweli.
Unaona, kwa ni mtoaji mzuri. Kwa uwezi kuminspire. Unajua ukimtolea Mungu, anajua, anatoa. Unajua malaika alipoangalia kwenye sura ya 3 mstari wa 3 akaona katika maono wazi wazi. Kwa hata maono pia alikuwa nayo. Kwa mtu anaweza kaja okoka na akaona maono. Yeah. Ndiko sawa eh? Nebukadneza aliona maono, watu wako kwenye ziwa la moto. Ziwa la moto. Akiwa kwenye tanuru lile ambalo walikuwepo watu 3 na akaona mtu 4. That's vision. Kwa sababu hiyo ni supernatural being in fire. Ina maana mpaka umekuwa empowered kuona. Kwa siamini kama Nebukadneza na Cornelio, they can see visions. They can see supernatural. Kwa waliona kitu supernatural. Walipoona, aliona malaika waziwazi. Unajua malaika alimwambiaje? Amwambia aende kwa Cornelio. Angalia mstari wa 6. Yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani. Atakuambia yakupasayo kutenda. Okay, anaomba? Hapana. Cornelio anaomba? Ndio. Cornelio anaomba? Ndio. Anatoa sadaka? Ndio. Anatoa ni mchaji wa Mungu? Ndio. Ana hofu ya Mungu, si ndio? Ndio. Ni mtu wa ibada? Ndio. Kitu gani kinachotakiwa kufanya? Atakwambia yakupasayo kutenda. Maana kwenye kutenda haya yote kuna jambo muhimu amelikosa. Tuko sawa eh? Okay. Wakati Paulo anazungumzia scenario hii kwenye 11 mstari wa mstari wa 14 Acts. Matendo ya 11. Naomba tusome wote 11:14. Malaika amesemaje? Atakwambia yakupasayo kutenda. Angalia yampasayo kutenda kwenye sura inayofuata. Tusome 18 anasemaje? Atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Huu mstari ndio ulikuja kuniambia kwamba Cornelio alikuwa hajaokoka. Kumbe sadaka haziokoi. Iko sawa? Kumbe wokovu unapatikana kwa kusikiliza maneno yatakayo kuokoa, injili. Kwa ndugu zangu, can I tell you kuna Wakristo wanatenda mambo mazuri kuliko Cornelio lakini hawajaokoka. Unajua kwa nini? Kwa sababu hawajaambiwa maneno yatakayo waokoa, which is the gospel. Ndio maana Cornelio alisema mambo ambayo mtu mwingine asingewaza kama Cornelio ana dhambi yoyote. Si ndio eh? Lakini kutokuamini ni dhambi hata kama una matendo mazuri yote. Ndio maana kwenye sura rudi 10 sasa, wakati anaongea nyumbani kwa Cornelio, sura ya 10 mstari 43. Andika hiyo mtumishi wa Bwana. You need that. Hiyo 10:43 na hiyo 11:14. Ni muhimu sana. 10:43 ukiunganisha ndio utaelewa vizuri. Ukianzia kwenye hiyo 10:6. Yakupasayo kutenda ni sawa sawa na yakupasayo ili upate kuokoka. Iko sawa eh? Kwa wokovu haupatikani kwa hayo matendo yote mazuri. Japokuwa yale matendo mazuri ni mazuri. Is that recommended? Hata malaika hakuyapondea. Malaika alisemaje? Sadaka zako na maombi yako yamesikiwa, ila wewe mwenyewe haupo. Wajua unaweza kuwa unatuma makabrasha kwa Mungu na wewe mwenyewe haupo eh? Unaonekana tu mtu ana yes, and you can do out of good heart kabisa. Unaona tu sadaka zipo, maombi yapo. Mwenye maombi hayupo. So you can't register in the kingdom of God by doing things. You register by faith in Christ. Kwa alitakiwa kufanya nini? Amini. 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 Unafikiri kuamini kitu kidogo? Hicho ndio kitu kikubwa kwa Mungu. Japokuwa inaonekana labda ni just a mental acceptance. Lakini it is what saves. Angalia 10:43. Anasemaje? Huyo Yesu. Kwa sababu 38 amesema Yesu huyo, Mungu alikuwa akitenda kazi njema, akiwaponya wale wana ibilisi, maana Mungu alikuwa pamoja naye. 43 anasemaje? Huyo Yesu, manabii wangapi? Wote. Is that Old Testament? Yes. Humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo Kornelio anasemaje? Kwa sababu mimi simwamini Yesu Kristo, pamoja na kwamba nimefanya haya yote, sijaondolewa dhambi.
Imagine Cornelio angekuwa anatoa hizo sadaka kumhonga Mungu. Imagine. It is a big loss. Are they good things? Yes. Are they acceptable before God? Yes. Does they save? No. Because salvation is by faith alone. Kila amwaminie. So if you remove faith, there is no salvation. Ndio maana kwa hiyo Cornelio pamoja na familia yake ili waokolewe wanatakiwa kufanya nini? Kumwamini Yesu Kristo. It is that simple, but it is so hard. Unajua kwa nini? Kwa sababu nilifanya mapema. Watu wengi wanapenda wafanye vitu. Nilimsikia mhubiri mmoja Nigeria, and I wondered and flabbergasted. Ukisikia nimeongea hivyo maana yake nimeshangaa sana. Nilishangaa sana. Mtumishi akasimama akasema, God will be unfair if a Muslim who is doing very good, he gave his offering, he have orphanage centers, he has been helping people, he has been nini politically, akaelezea, he has been so wonderfully saving community. When he died, he goes to hell. God will be unfair. Nikasema, that's a preacher. He has a massive following. Nikasema nisimcheke. I was like him. Niliwahi kusema, jamani, msifikiri Wakristo pekee wataenda mbinguni, Waislamu pia wataenda. Alafu sikusema kuna Waislamu wanaomwamini Yesu Kristo walio kwenye Uislamu. Bora ingekuwa hivyo. Kwa sababu kuna watu wanamwamini Yesu Kristo lakini wanaogopa kutoka kule. I know kuna Waislamu wataenda mbinguni, ila ni kwa imani. Mimi sikuwaza kwa imani. Unajua niliwaza nini? Niliwaza hivi, maana kuna Waislamu wanatenda mema. Kwa sababu mimi nilijua wokovu unapatikana kwa kutenda mema. Kwa hiyo nikasema Muislamu akinizidi mema atanitangulia kwenye mbingu. That was my corrupted thinking. And it kind of makes sense when you preach to people about that. Kwa sababu wao wenyewe wanategemea matendo. Ukimwambia Muislamu ana matendo kuliko wewe. Hivi unajua kuna sehemu Waislamu wana matendo mema kuliko Wakristo? Do you know sehemu kuna Wakristo wanakaa lakini huwezi kufunga kuacha mlango wazi? Huwezi kuacha mlango wazi, yani ukalala mlango uko wazi. Utakuta TV hamna, kila kitu hakipo. Like, do you know kuna nchi za Kiislamu ambao ukiacha mlango wazi unakuta kesho kila kitu kiko sawa? Aisha mageti yafungwi. Do you know kuna sehemu kama hizo? Yeah, zipo kabisa. Mageti yafungwi. Sasa ukienda huko unaweza ukatamani hata yani watu wachika sana. Wamekuingiza majaribuni. Unaenda unakuta laptop mezani unaonekana. Asemaga kuna watu hawatendi mabaya kwa sababu hana chance ya kutenda mabaya. Sio kwa sababu hana uwezo wa kutenda mabaya. So some people are not doing sin because they cannot sponsor their sinfulness. Harojaelewa. Their sinfulness. Wajua kwa muhuni ni gharama pia. Au nafikiri rahisi tu. Anyway, tuache kwanza. Ni kama vile humility. Kuna fake humility. Mtu wakati hana anaonekana kama amenyenyekea, ngoja apate. Kwa mtu ni rahisi kuprove kwamba mtu amenyenyekea akishapata. Sijui kama unaelewa eh? Ya kuna mtu angetamani aninase kibao lakini hana uwezo kwa sababu mimi namsuli. Unaona? Ila kuna mtu anamsuli na hamnasi mtu yeyote kibao. That's the real humility. Kwa hiyo wasema pata pesa tujue tabia yako. Waswahili wanasema. Afaje? Unakuogopesha? Kwamba sasa umeogopa nini mtumishi wa Bwana? Kwamba kuna fake humility. Yeah, kuna fake humility. Huwezi kujua lakini kuna mtu pia hana chochote lakini hizi humble. Yeah. Kwa sababu humility is a gift in Christ. Ni character ya Mungu ndani ya muamini. Si ndio? Ni tunda la Roho. Kwa muamini akiwa na tunda la Roho, anapewa capacity ya kuwa humble. Hiyo ipo. Sawa eh? Lakini ukimkuta mtu ambaye hamwamini Yesu Kristo ni humble, ipe muda au mpe hela au mpe cheo. Yeah. Unagundua he has never been humble. He was humbled all
So poverty, lack of connections, no name in town can humble you. Kwa sababu ukinyanyua kiburi utapigwa mateke na hakuna sehemu utaenda. Ila ukiwa na mahali ambapo hakuna mtu anaweza kushtaki, and then you can use your position. Kwa sababu Yesu tunaambiwa he's humble because he has the capacity as God. Yes, he left it aside and then he humbled himself and even died for us. That's the true humbleness. Humbleness is when you have power and you put it aside. You know humbleness. Pale ambapo una uwezo wa kufanya jambo, iko ndani ya uwezo wako, lakini kwa sababu ya upendo you put it aside. Natoaga mfano mmoja. Kuna jamaa mmoja alikuwa ananionea sana shule ya msingi. Nilikuwa na zamani unachukua mfuko ule wa sport unajaza mahindi ya kuchoma. Kwa sababu kurudi saa 6 nyumbani kwa spend. Sasa alikuwa anasema anaitwa tu akanywa. Leta mfuko hapa. Toa. Mwaka mzima, mwaka wa pili, jamaa ananitesa tu. Kwa hiyo nilikuwa naleta naficha kwenye migomba. Siwezi na kuleta sasa nafukia. Break ndo naenda nafukua na kula huko kwenye migomba afu narudi. Alinitesa sana huyo jamaa. Kuna mwaka mmoja darasa la 5 sasa. Akanikoromea, akanitishia tena. Nikamshika hivi. Nikamsukuma kwenye dawati la kwanza. Juu ya dawati hivyo, mtu mzima, sio utu uzima kwenye zetu, utu uzima wetu. Kijana mwenzangu. Nikamsukuma mpaka ukutani. Akasema, "Umechanganyikiwa?" So usirudie tena. Kuanzia siku hiyo akaniheshimu. Lakini ningeendeleza hiyo kwamba kumbe namweza. Nikawa mimi ndo nafanya nini? Namuonea. But I didn't continue with it. Lakini tuliheshimiana. Umeona? Unatuambia nini mtumishi wa Bwana? Sisemi chochote. Don't take my experience. Sawa Umeona? Kwa kumbe nina capacity ya kumdhuru. Lakini I'm not using it. Kwa tuliendelea kwa at peace. Mimi baada ya kugundua kwamba kumbe na mudu ningeweza kuanza kutumia hiyo capacity. Ya kwamba sasa kwa sababu alinyang'anya miaka kama 3 hivi, darasa la kwanza la pili la 3, ningeanza sasa kulipiza ya kwamba kumbe na kuweza. Ningeanza kulipiza. I did not continue with that. Sio kwa sababu nilikuwa na knowledge, maybe sikujua kama natakiwa kulipa kisasi. Kwa sababu na yenyewe ni shule. The enemy also teaches people how to be bad. Na basi kupata shule yake vizuri. Lakini humbleness is when you have the capacity to do something and you don't do it. Una uwezo wa kumweka mtu ndani lakini you offer forgiveness. That's humbleness. Actually, to forgive a person ambayo you can deal with him perpendicularly is humbleness. You don't abuse positions, you don't abuse status. You actually look at people in the eye of love. That's humbleness. Simply. Tumeelewa sasa kwa ni turudi kwenye kila mwaminie sasa. Tuachane na story hizo. Kwa kila mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo angalia kwenye 10:43 anasemaje? Akimwamini Yesu anapata ondoleo la dhambi. Kwenye 11:14 anasemaje? Akisikia haya maneno yatamuokoa. Umeona huwezi kutenganisha wokovu na dhambi. Maneno ya kupata. Kwa hiyo na yenyewe imani ni kitu unachokitenda. Kwa sababu ya kupasayo kutenda, ambayo ni nini? Kuamini. Ili upate nini? Wokovu au ondoleo la dhambi. Changanya 10:6, malaika asemaje? Ya kupasayo kutenda. Nenda 11:14, maneno ambayo yatamuokoa yeye na familia yake. Si ndio? Afurudi kwenye 10:43, amwaminie atapata ondoleo la dhambi. The same thing. Kwa Cornelio, with all the best things he did, na mambo yake mazuri aliyofanya, Petro anasemaje? Nimempelekea maneno ambaye akiyasikia akayaamini anapata wokovu, aka anapata ondoleo la dhambi, aka anasamehewa. Kwa msamaha wa dhambi sio zao la maombi. Msamaha wa dhambi nini? Zao la imani. Sababu neno ondoleo pale ni aphesis, 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 ambayo maana yake nini? Ni release from bondage au pardon from the penalty of sin. Sawa ni aphesis. Ni jambo ambalo linafanyika kwa mtu anayemwamini Yesu Kristo. Cornelio aliongozwa sala ya toba? Hapana. In fact, wakati Petro anaongea wakajazwa Roho.
Anasema subiri kwanza niwaongoze sala ya toba. In fact, nimesoma Matendo ya Mitume yote. Hakuna hata mtu mmoja aliwahi kuongoza sala ya toba. Sisi tumechonga wapi? So Matendo ya Mitume ndio practice of early church kwenye doctrine. Wewe umewahi kuona sehemu ambao kwenye Matendo ya Mitume 1, 2 mpaka 28 mtu aliongoza sala ya toba? No. In fact, tumeona baada ya kuamini unajazwa Roho. Hiyo ndio practice. Kwa baada ya kuamini kwenye Matendo ya Mitume 8, Filipo akatuma watu ili waje kujazwa nini? Roho, na Paulo na nani? Na Yohana. Kwenye Matendo ya Mitume 2, wale walioamini walikuwa wamekaa pamoja, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha. That's what happened. Kwenye hapa 10, wote walio kwenye ile nyumba walifanya nini? Wakajazwa Roho Mtakatifu, kaanza kutabiri, kunena kwa lugha. Kwenye Matendo ya Mitume 19, wale walioamini wakafanya nini? Wakapokea ubatizo wa Roho, hapo basically ni kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Yaamini Injili anatakiwa ajazwe Roho Mtakatifu. Hiyo ndo culture of the Bible. Sio mtu akiamini anamwambia sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi mwenye dhambi, utafikiri alikuwa ajui. Sasa unaniuliza mimi wakati mimi sijui. Sasa naambia nyoka yeye ametokea, tumue tu kwanza nyoka. Naona unajua kuna vitu watu wakianza ku practice, watu wana take over from there bila kujua why are we doing what we are doing. Ni kama nini? Sala ya toba. Unafanya mkutano wa Injili lakini lazima uongoze sala ya toba. Bora hata basi kwenye yale maneno wangekuwa nakiri maneno ya imani. Kusema mimi mwenye dhambi haikuokoi. So that's why you need salvation. Lakini tulisoma kwenye Warumi 10, unachokiri ni nini? Ni ubwana wa Yesu Kristo. Yesu ni Bwana na kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Kila amwaminie anapata, kwamba kwa maana kwa moyo mtu waamini na kupata haki, na kwa kinywa mtu ukiri na kupata wokovu. Anakiri nini? Kazi aliyofanya Yesu. Ubwana, Mungu alimfufua katika wafu. Au amechukua dhambi zangu alipokufa na akafuka ili kuhesabiwa haki. Warumi 4:23. If there is any need to confess, you'll confess what he did. Sio futa jina langu na mgaka hapo. Unajua unakuta kuna watu wameokoka zaidi ya mara 7. Kila akija mhubiri wanaokoka tena. Unasikia Bwana Yesu, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, mwenye dhambi. Mhubiri wa kwanza sema futa jina langu, futa jina langu. Mungu anaraba. Yaani kama vile Mungu wenye ubao anaanza kufuta dhambi zangu. Futa dhambi zangu, futa dhambi zangu. Afuta jina langu, futa jina langu. Katika kitabu cha uzima, katika kitabu cha hukumu. Nani amekwambia Mungu ana kitabu cha hukumu? Sijai kuona kwenye Biblia kitabu cha hukumu. Kuna kitabu kinaitwa kitabu cha uzima, ambayo actually ni figurative to Christ. Kama mtu wa uzima, sio mti basically. Ni in Christ. Futa jina langu, futa jina langu. Katika kitabu cha andika jina langu. Nani anamuongoza mwingine sasa pale? Wewe ndio kwaona Mungu anasema, umesemaje? Futa. Alafu fanyeje? Andika, anaandika. Alafu unaenda unakosea. Alafu akija mhubiri mwingine unaambia tena Mungu anakuja tena. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Futa jina langu, anafuta. Andika jina langu. Ambia kwani nani alikwambia nilifutaga mwanzoni kwenye kitabu cha uzima? Kwa kuna watu wengine wameandikwa zaidi ya mara 40 kama ingekuwa inaandikwa. Kila hasa mhubiri akija akihubiri siku za mwisho, mimi kila alikuwa akihubiri nilikuwa naokoka tena. Maana ananitia hofu. Kuna jamaa mmoja alifundisha kitabu kinaitwa Ufunuo na Danieli. Kila akipiga najiona siendi mbinguni hata kidogo. Yesu akija sasa hivi hapa ni jehanamu free. Hakuna kitu kibaya kama uongo. Inakutesa. Imagine unaokoka mara 7. Imagine. Every time, because you have never been given a permanent salvation. Umekuwa unapewa kitu temporary. Unapewa wokovu kama kibox, unamwambia tunza ukidondosha unatakiwa uje uchukue mwingine. Sawa bwana. Kwa hiyo sasa ukidondosha, Yesu akaja wakati umedondosha. Ndio imetoka hiyo. Unatangulia kwenda wapi? Jehanamu. Kuna hiyo tu anasema unarudi nyuma. Tuliokoka tutarudi nyuma. Kwamba unaokoka alafu unarudi nyuma. Unarudi nyuma kuelekea wapi? Njoo utengeneze. Unatengeneza na Bwana. Wewe. Siendelee tu mbele, kwani utengeneze. Dawa kurudi nyuma ni kwenda wapi? Mbele. Bora hata ungefika mbele sasa. Ulikuwa hujaamini hata chochote. Uliamini matendo yako. Mashuhuda gani? Nilienda kuzimu. Bwana akanionyesha. Wamezimia.
Watu wana hallucination. Hivi unajua watu wana hallucination nyingi sana. No. Actually, wewe niwachekeshe kitu. Yesu alikufa unajua hiyo? Akakaa siku ngapi? Kaburini siku 3. Alipofuka alisema mambo gani aliyokutana nayo kule? Alijawa chochote. Kuna watu wanazimia siku moja, masaa mawili, anakuja na kitabu lizima. Alafu mambo yote hayahusiani na Biblia. Ni mambo mapya. Yesu alipokuja akafungua Agano la Kale. Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyo Musa mwenyewe. Kwa nini hao wakifufuka wanatupa extra biblical material? That's false. Na vision tofauti. Actually nimegundua watu waliofufuka waliosema walienda mbinguni, picture ya mbinguni hazifanani. Kila mtu anakuja na version yake. 25 books. Kila mtu anasema mbingu, kuna wengine kuna mageti, kuna wengine kuna samaki, kuna wengine wanaweza wengine walisema mmoja alisema mbinguni ni parefu sana. Yaani kuna mwingine akasema kuna majengo marefu. Mwingine amesema Yesu mwingine anasema kuna nyumba zinajengwa kule. Hapo kwenye nyumba zinazojengwa kuna wengine zimefika lenta. Kuna wengine ambao hamjamtoi zaka, hizo viwanja vijanunuliwa na Yesu. Lakini unayempa ni aposto. Akila Yesu ajenga kule. Sawa. Unaona? Okay. Ukitaka actually one of the thing you never listen. Mtu aliyesema ametoka kuzimu, alafu akupe ujumbe. That's not something. Kwa sababu hakuna mitume. Paulo anasema hivi, alichukuliwa katika maono. He never explain aliona nini. Alisema nilikuwa katika roho, lakini akasema no. Alikuwa anawapruvia mitume kama hata mimi I had vision, I had visitation, but I never preached that. Okay. That's another thing. Unakumbuka mfano wa Lazaro na tajiri? Unaona kilichotokea? Tajiri na Lazaro wote walikufa. Alafu tajiri kwenye ile mfano, hii ni parable, sio kama ni live event. Hiyo ni parable. Ni vizuri kujua kama kitu ni parable kabla ya kutumia kama real story. Kwa kuna tafsiri yake. Tuache tafsiri. Tuangalie maneno ambayo Ibrahim alimjibu tajiri. Tajiri akamwambiaje? Mtume Lazaro aende ulimwenguni awaambie ndugu zangu mambo ya kufanya ili wasije huku nilipo. Sawa? Sawa? Tuko sawa eh? Tuseme alikuwa kuzimu. Sawa. Alafu akaambiwaje na Ibrahim? Hata akitoka mtu kutoka huku akaenda kule awaambie, hawataamini na kuokoka. Wanatakiwa kufanya kule duniani kuna Musa na manabii. Okay. Yesu alitoa mfano wakati gani? Wakati yuko duniani. Musa manabii. Musa alikuwepo duniani wakati Yesu yuko duniani? Hapana. Na manabii walikuwepo kina Isaya na nini? Hapana. Kwa alikuwa analifaa nini? Analifaa vitabu. Kwa akasema wasipokaa kwenye written word, hata mtu akifuka na mapembe atoke na mandevu huku amesema nilikuwa na kucha zimefika hapa, anasema hawataokoka. Kwa hiyo habari za kutoka kuzimu huwa haziokoi. Kwa hiyo the written word is the source of the message that saves. Kwa hiyo akasema wasikilize nini? Musa na manabii. Kwa hiyo wasome vitabu vya Torati vya Musa, na kwa sababu ndio walikuwa wanatumia kufundisha salvation that time. Leo tungesemaje? Wabaki na Biblia. Sasa wakija hawafundishi Biblia, tupa nje. Mimi mtu akija kanisani aseme na maono, anakaa kwenye darasa la waongofu wapya. Anafundishwa. Akitoka akisema nilikuwa kwenye chama cha wachawi, nimekuja kuokoka, anakaa. Hapewi hata mic hata siku hii moja. Kwa sababu hataki kujua mambo kuzimu wanafanya, nataka kujua mambo Mungu akafanya duniani. Why do we want to focus on what the devil doing while we don't know what God is doing? Are we going there? No. Why should we learn about there? Umeelewa essence? Kwa ndo maana Wakristo wengi wamepigwa chenga. Wakristo wengi leo wanaomba saa 9 usiku, sio kwa sababu maandiko yanasema. Kwa sababu kuna mtu mmoja alisema ametoka kuzimu, alikuwa mkuu wa wachawi, alafu akaja akasema mnapoomba saa 9 ndo mnatuchoma. Tukaacha usingizi wetu mnono, muda mzuri usingizi mnono ni saa 9. Ukiomba unaona saa 9 ndo muda mzuri wa kulala.
Na ndio maana wengine Wakristo wengi wanalala makazini huko, wanaharibu kazi zao kwa sababu saa 9 wanakuwa macho, wakati the prime time ya usingizi. Wafanyakazi wengi ambao nilikuwa nafanya kwa naanza kuomba kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Umeona matatizo yao kwenye kazi? Are they struggling kazini? Kwa nini wasiombe saa 4? Kwa sababu it's the same God they are praying, they are releasing the same power in the prayer. No, ni mahubiri ya mashetani. They listen to people waliotoka wapi kuzimu. I can tell you the names. The devil cannot tell you what is right. Yeye ni baba uongo. Unaandika kutafuta kweli. Ni sawa na wale watu wanasikiliza mapepo. Nani amekutuma? Ili utafute nini? Biblia inasema cast the devils, cast demons. It did not say ask them where they came from. Kwa mimi simpi mtu mic anayeongea kama ni pepo. Simpi mic kanisani mtu ambaye anasema ametoka kuzimu, alikuwa mkuu wa wachawi, au ameokoka jana, au ana ushuhuda namna alivyookoka. You don't need that. You don't need that. Ukija kaa kwanza darasani, kwa sababu utakachosema wasema out of ignorance. Unajua kuna wakati zamani hata wageni wakija kanisani nilikuwa nawapa mic. Watu wanaongea pumba, watu wanaanza kucheka. Nikawaonea huruma. Kwa sasa hivi ukija kanisani kwetu tunaambia simama tu wageni utusalimie. Kusalimia tu unasema punga mkono. Hataki hata kusikia useme njiti. So you can speak a nonsense. Pumba. Now itaka IPPS, International Pumba Producers and Suppliers. Wataongea ujinga kwa sababu they don't have doctrine. Unaanza kumpa mtu mandate ya kuongea na watu when he is a minister. Amekuwa trained systematically. Anajua wokovu ni nini, anajua haki ni nini, anajua unapatikanaje, anajua uhakika uko wapi. Akianza kuongea na make sense. Lakini mtu ambaye jana alikuwa mkuu wa wachawi, leo anatushuhudia, yani mkiomba saa 9 tunaungua. And because it's inspired by the devil, you'll even have the feeling as my God is in control. God is not in control. Unapambana na wachawi. Biblia isemi tupambane na wachawi. Baada ya kuombea ukuaji wa kiroho, unapambana na wachawi. Na wale wanapambana na wachawi ndio hao wanatesa na wachawi. Angels? Kula kuku ni kufanyaje? Yaani wewe mtu ambao unakula kuku, angels hawezi kumtokea. Yaani angels hawezi kutokea mtu yeyote. Anamtokea nani? Hamtokei mtu yeyote. Angels? Angels. Cornelio ni nani sasa? Sio mtu. Sasa hata haiwezi ku make sense. Kwa sababu Biblia ina discard immediately. Ya kwa sababu angels appear, aliapia kwa mke wa babake Samson, aliapia kwa Ibrahim, aliapia kwa Isaka, aliapia kwa Yakobo, aliapia kwa Cornelio, aliapia kwa Yusufu, aliapia kwa Mariamu. Haiwezi ku make sense. Aliapia kwa waamini na kwa sio waamini. So haiwezi ku make sense. Anasema kwa sasa hivi kwa sasa hivi kuna shida gani? Kwamba kuku sasa hivi ndo wabaya au? Kwa sasa hivi sasa hivi yani haiwezi. No, visions are still very valid. Visions zinatokea. Kwa hiyo hamna kusema angel sasa hivi atokei watu. Kama ameacha kutokewa, aangalie kwa nini atokewi. Kama hana maono aangalie aseme you can't create a doctor. Hakuna sehemu Biblia inasema angels kuna wakati malaika hatatokea watu. No. A ministry of angels is a continuous activity. Kwenye Waebrania 1:14 anasemaje? Je, hao si roho, si ndio, waliotumwa kwa ajili ya wale watakaorithi wokovu? Umeokoka? Yes. Angels wana encamp. Kwenye Zaburi anasemaje? Malaika wa Bwana encamp, wanafanya kituo wakiwazunguka wamchao actually na kuwaokoa. Kwa kuna mazingira ambao angels actually ni kama Tanzania ina JWTZ, ina polisi, askari, ina mgambo kwa ajili ya kutulinda. Specifically in the kingdom of God tuna spiritual defense ambao ni angels. Sasa activity ya angel kama imecease, maana yake we don't have protection anymore, which is not true. Tumeepushwa na vitu vingi kwa sababu malaika wako kazini. Kuna ajali nyingi tumeepushwa kwa sababu malaika wako kazini. Maybe ana maana nyingine. Ungemuuliza sasa, muulize ulikuwa unamaanisha nini? Kama una namba yake mpigie simu. What did you mean? Akuongezea matango poli yake. It's so important to understand kwamba
Tulikuwa hapi mpaka tumekuja na angels tale. Yes. Kwa hiyo Cornelio mwenyewe anatuprovia kwamba good works are good but they doesn't save. Hapo inaposema kwamba ya kupasayo kutenda. Yes. Ile ya kupasayo kutenda. Yes. Ilikuwa inazungumzia, ilikuwa ina present imani. Yes, imani, kuamini. Yes. Ndio ya kupasayo kutenda. Ndio maana hapa ameambia kila amwaminie. Na ndio maana Petro alirefresh hilo neno ambao malaika alisema ya kupasayo kutenda, akaita maneno ya kupasayo ili upate kuokoka. Fungua kwenye 11 anza 13. Ujue kwani Cornelio alikuwa amerifaa nani mwongeaji? Chapter 11 11:13 Matendo. Inasemaje? Chapter 11:13 inasema akatueleza jinsi alivyomwona malaika. Nani anasema hapo? Nani ameelezwa pale? Petro. Hapa ni Petro anaongea. Anatoa summary alichotokea kwa nyumba ya Cornelio. Walienda, Cornelio akawaeleza jinsi malaika alivyomtokea. Akatueleza jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa, ukamwite Simon aitwaye Petro, atakayekuambia maneno ambayo yatakuokoa. Maneno Kwa hiyo atakuambia maneno ambayo yatakuokoa. Kwa hiyo alitakiwa asikie maneno ili wapate wokovu. Kwenye maneno unatakiwa kufanya nini? Act hapo nini kwenye maneno ya Mungu? Ni imani. Malizia atakuokoa. Imemaliza wewe na nyumba yako yote. Okay. Nenda kwenye 40. 10:43. 10:43. Yes. Au anza 10:38. Tembea taratibu. Okay. 10:38 anasema habari za Yesu wa Nazareth. Kwa alieleza habari gani? Za Yesu. Kwa maneno aliyoeleza ni habari za Yesu. Habari za Yesu wa Nazareth. Jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi. Hiyo ni ministry ya Yesu duniani kabla hajafa. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Alikuwa pamoja na nani? Na Mungu. Na Yesu. Nasi tu mashahidi wa mambo hayo yote aliyotenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua. Hiyo ni Injili mateso na kufa kwake. Wakamtundika mtini. Yes. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu. Death and resurrection. Hajaacha. Kwa Injili hapo inahubiriwa. Sawa. Kwa sababu huwezi kuhubiri Injili bila kuhubiri mateso, kufa na kufa kwake. Unakumbuka hiyo ndo backbone ya Injili. Kama mateso na ufua Yesu kuzungumza, anasema kama hujakaa maeneo ya makaburini hujahubiri Injili. Lazima you talk about his death and his resurrection. Mungu alimfufua. Siku ya tatu akamjalia kudhihirika. Yes. Si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu. Wakina Petro, sawa. Ndio sisi. Sawa. Tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Yes. Akatuagiza tuwahubiri. Watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu. Kama nafasi ya Petro, Cornelio, and you are listening to that. This is the one. Aliamriwa na Mungu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Sawa. Kwa hiyo kuna hukumu ambayo inapatikana ndani ya Kristo. Ataelezea hiyo hukumu. Hukumu hiyo ni ipi? Huyo manabii wote walimshuhudia. Yes. Ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie. Unakumbuka jina lake? Mateso, kufa na kufuka kwake. Kwa kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Ikawaje baada ya yoma mahubiri? Akasema Petro alipokuwa akisema maneno hayo. Alipokuwa akihubiri maneno hayo. Ina maana mzee aliamini haya maneno na familia yake. Walipoamini what happened? Maneno hayo Roho Mtakatifu akawashukia wote waliosikia lile neno. Waliosikia lile neno. So that means hapo kwenye kulisikia hilo neno walioamini hilo neno. Yes. Kwa maneno yatakayokupasa kuokolewa ukiasikia. Walipolisikia yale maneno ina maana waliamini. Walipoamini, kwa sababu kila amini amesema walipoamini the first sign was infilling, wakajazwa Roho Mtakatifu. Tena walijazwa wakati Petro hajajiandaa kuweka mikono.
Yeah. The reason, kuna sehemu mbili watu wamejazwa tu bila kuwekewa mikono. Initiation kwenye Matendo ya Mitume 2 kwa sababu walikuwa hawana experience. Kwa hakuna kumwekea mwingine mikono. Namba 2, injili imekuja kwa mataifa wanaonekana ni najisi kwa Wayahudi. Yeah. Kwa hiyo tukanda Petro kwenda kumwekea mkono Cornelio, ingekuwa tabu mara mbili. Kwanza umeingia nyumba yake, ni tabu kwa Wayahudi. Kwa sababu Wayahudi wanaona kama ndo clean sheet. Wao ndo watoto, yani kama Mungu ndo baba, basi ndo the chosen. Watoto wengine ni watoto wa mdogo. Namba 2, ilikuwa hata ngumu kuenda kuwekea mikono. Kwa Mungu alidemonstrate kwa Peter ya kwamba actually I had the plan not for you Wayahudi peke yenu, lakini na kwa mataifa pia. Kwa he feel himself, wakajazwa roho wale. Kwa kabla hajamaliza speech, Mungu akainterrupt. Sema no, wameshaamini, inatosha. Nipe chance. The only 2 incidences ambao watu walijazwa roho bila kuwekea mikono. Sehemu zingine walikuwa wanaweka mikono alafu wanajazwa roho. Iko sawa eh? Yeah. Yes. Kwa hiyo umeelewa sasa eh? Yes. Kwa hiyo walitakiwa kusikia injili na kuamini. Hiyo ndo ya kupasayo kutenda. Kwa hiyo kutenda pale nini? Kuamini injili ambayo Petro alikuwa amehubiri. Is that equal to salvation? Yes. Is that produce forgiveness of sin? Yes. Kwa hiyo ukitaka mtu apokee ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi au wokovu, unahitaji kufanya nini? Kumtisha una jehanamu? No. Kumwambia kazi ya nani? Yesu. Na kwamba akiamini katika hiyo kazi ambayo ni kufa na kufa kwake, anapata msamaha wa dhambi au ondoleo la dhambi. Simply anakuwa ameokoka. The danger will be what? Sin, dhambi. Basi. It is so easy, it's so straight, it's so simple that you need a complicated preacher to make it complex. Lakini injili yenyewe ni simplicity. Iko very straight. Believe in Jesus. Kwenye Matendo 16:31, Petro alisemaje Paulo alisemaje kwenye yule askari? Alimwambia, ndugu zangu, nifanye nini nipate kuokoka? Yaani pasa nifanye, alimjibuje? Mwamini Bwana Yesu. It made it very simple. Anasema, mwamini Bwana Yesu na uwe makini sana. It's believe in Jesus. Yes. Inaonekana nyepesi la ni ngumu. Uwepesi wake ni kwa sababu watu wamezoea mambo magumu. Bona. Siku ya kwanza nasikia niliwablock watu. Nasema this cannot be that easy. Mtu mmoja nikamwambia Mungu hawezi kuwa mrahisi namna hiyo. Kuna namna tunachukua kama Mungu ni complex being. Ana mambo 17 ufanye uliingie mbinguni. Jambo la kwanza, jambo la pili, na sio kwamba alikuwa anaweza kufanya haya mambo. Na alikuwa anawatishia wengine kwamba wataenda mbinguni. Ila nikaa mwenyewe najua mimi pia sitaenda. Unawaambia watu wakichemsha kidogo tuaende mbinguni. Wakati unahubiri, ukimaliza unatubu, unaomba sala ya toba pale, unasema Mungu, inawezekana sijahubiri vizuri. Kwa mimi mwenyewe sina wakaka kama napatia. Ila na wewe najua pia hautapatia. Kwa na kuhukumu wakati pia nimehukumiwa. Nilimhubiri kijana mmoja alipoamini akasema I say apostle, kati ya jambo nililopona ni kwamba nimegundua ya kwamba nilikuwa nawahakikishia wengine kwamba wataenda jehanamu wakati mimi mwenyewe kila siku namuomba Mungu nisiachwe. Do you know wahubiri wengi wanao kama wanakwenda mbinguni? Kwa sababu hawana uhakika na wanakumind na wewe ambaye una uhakika. Na ni kwa sababu they are only sinning differently than you. So they see that your sin are so big than theirs. Injili inakukomboa mpaka kwenye unafiki. Kwa sababu mhubiri anayemwambia mwingine ataenda mbinguni kwa matendo yake, mwenyewe hana matendo mema. You don't have to be a prophet to prove that. Just stay with the man of God for 1 week. Utasema this is also another weak man. Sema, yule ambaye anakombeaga, ninakwambia Mungu anachukia dhambi, Mungu anachukia dhambi, Mungu anachukia dhambi. Sawa. Man of God, naomba je kaa nyumbani kwako wiki moja. Utasema kumbe unafiki.com unaendelea. Website haijawahi kufungwa. Kumbe amekumbuka za kwake alizotenda. Kwa practically, kwa sababu false doctrine ndio ina produce false emotions. Emotions ni mazao ya, yani kama ndio maana hata vision and visitation. If you have the wrong message, you have wrong visions, wrong visitations.
Yaani hauwezi ukawa unakula mambo ya kutisha jehanamu, alafu wote huko mbinguni umekaa na malaika. Huwezi kuota vitu kama hivyo. Huwezi kuota kama hivyo. Ni sawa tu na kuingia mtandaoni unaangalia watu wanaotukana kila saa, wanaovaa nguo mbaya mbaya nini na nini, alafu wote huko you just reproduce what you are eating. Unafanya nini? Unacheua unachokula. Dada mmoja aliwahi kunifuata akasema anateseka sana na ndoto. Kwa siku anaota ndoto 7. I will never forget that woman. Ndoto 7 na anakumbuka zote, asubuhi anaziandika. Nikamuuliza unasoma vitabu gani? In fact, siku amekuja kuniona, amekuja kitabu kinaitwa Namna ya Kujifungua Mwenyewe Kutoka Kwenye Vifungo. Namna ya Kujikomboa Mwenyewe. Nikamwambia hiki ndio shida yako. Nikamnyang'anya hicho kitabu. Akasema, my precious book. I said, yes, the dreams come from this book. Anaomba pale unasema tamka mara 7, tamka mara 7, tamka mara 7. Kwa hiyo it stays in the mind. Alikuwa anaota mpaka anafeel yani anaota kama anaota anapambana na amka amekwaruzwa. Sijui alikuwa anafanyaje, lakini she's feeding her mind a lot of things. Uzuri moja alikuwa humble, akunipa kitabu chake, najua sasa hivi hawezi kusoma, ila angalau alichukua kitabu changu cha Ukombozi Reloaded. Alipoona na ukombozi akajua kinafanana. Asema kumbe inawezekana nazungumza ukombozi kama ule. Kwa alipochukua akaanza kupata tafsiri ya sahihi ya ukombozi sahihi. Kama ukombozi unapatikana kwa imani Yesu Kristo. Ukombozi ni upi? Nini na nini. Alipomaliza akasema I never knew that. Alafu akachukua kitabu cha Moyo wa Baba, akaanza kusoma juu ya tabia ya Mungu. Akasema Mungu kumbe hayuko hivi. Ndoto zika undergo natural death. Ndoto yani unajua akawa analala vizuri. I know another woman ambayo yuko hapa Dar es Salaam, anafanya mambo hizi movements za wanawake na nini. Lakini alikuwa kidogo afya na pressure. Kwani kwa sababu ya hayo mavitu anayosoma na anayaomba, anavyopambana. Ni mtu wa vita vya kiroho, vita. Lakini alikuwa na pressure, alikuwa na sukari, alikuwa na nini, sijui imeanza kufa, sijui nini, sijui nini. Lakini anapambana, ni spiritual warrior. Mimi saitaga warrior, na kaka pale, they are worried. Warrior ya pale so warrior. They are warriors. Ma spiritual warrior wengi ni warrior. They are worried. Wanapambana na mashetani lakini nafikiri wana nguvu. Wanaishi maisha ya hatari sana. They are the fearful people you ever know. And hata ikitokea bundi ametoa sauti, wale ndio watu wanatetemekaga. Bundi sauti yake ni ile, hana nyingine. Paka akipiga wanawaza tunavamiwa, wanaanza kutetemeka, usingizi unaanza, vita vya kiroho vinaanza, vitu vya ajabu. Mnyama akatoa sauti, mbwa akibweka, ikatokea tu upepo ukafuliza, bati zikaguswa na nyasi, tayari vita vimeanza. Those are the kind of spiritual warriors tulionao. Kwa hiyo she was that kind of warrior. Akaanza kusoma vitabu, Moyo wa Baba, nini. Akaanza akatua mzigo. Cha kwanza alisema stress ikakata. Alikuwa awe kichaa na spiritual warrior. She's thankful mpaka sasa hayuko kanisani kwetu. Lakini anasema kitu kimoja tu ambacho ninayo, afya yangu imerudi. I know moyo wa Mungu ulivyo. Hana pressure. Mambo yamekata. Lakini alikuwa anaogopa. Alikuwa hajui kwamba unaona wanaomba watafiwa na mamlaka, kumbe they are praying out of fear. They are not praying out of power, what they have. Yeah, walikuwa na respond to their phobia. Walikuwa na respond na what they are afraid of. Ogopa mtu ambaye unamuona amechangamka, unafikiri anamwamini Mungu, kumbe anapambana na hofu zake. So you can find Christian in activity not because they believe in the power of God. They are afraid of the enemy. That's a failure already. You are not standing in the position of victory. So naona Christians standing in position of victory in prayer, and Christians standing in position of victims and then in prayer. So they don't really know who they are. Kwa mtu ambaye hajitambui katika Kristo, anaishi maisha ya mateso. Kwa unakuta prayer warriors wengi ni watu wanaoteseka sana. They think kwamba wanapambana na devil, kumbe the devil is working through them. Many they don't know that. Prayer is good, but you can abuse prayer. If you don't know how to pray, what to pray, when to pray,
how much you pray and what is the content of prayer. Sasa kama 90%, kama sio 99% of Christian prayer imejaa the devil. Hivi ngoja nikwambie, unakuja kuongea na mimi, mrembo wangu anakuja kuongea na mimi, lakini she's busy talking about another man. There is that man, there is that man, there is that man, there is that man. Ambia oya, tuheshimiane. Tangu umekuja hapa naongea tu habari za mtu mwingine. Imagine mwanaume anakuja mnaongea. Si unajua prayer ni fellowship with God. In this fellowship you are only talking about another man. Those are the kind of prayer warriors we have. Talking about another man. 30 minutes, just another man. Ndio anaambia basi angalau mnene kwa lugha. Angalau mpunguze kutalk about other men. So you're talking about too much about devil and the devil. I cast you, I kamata, na kuangusha, na kupiga, na tumaradi, shetani, shindwa, una nafasi, shetani, na kukamata, na kuharibu. Ni lini utaongea na Mungu sasa? Anenaye kwa lugha kusema na Mungu mambo ya kumjenga. Sasa hapo nani anayejengwa? Alafu anasema shetani uko chini ya miguu yangu. Alafu anasema nakuweka chini ya miguu yangu. Sasa umesema yuko chini, alafu namweka. Haya bwana, endelea na mwekaji. So spiritual ignorance, unaenda uka masquerade as a Christian, lakini you are walking kama mtu anaye practice uganga. Why are we not? Kwa nini sasa hizo prayer haziwafanyi wao effective? Kwa nini wale watu hawakui kiroho wanaofanywa deliverance kila siku? They are the same people who fall every Sunday. Why? Because there is no food. They are not growing. They are feeding on wrong material. The moment you start feeding the right food, you start be like Christ. You start produce the character of Christ. Unaona maisha ya Mkristo amejaa confidence. Mkristo anaishi kwa kujiamini. Yaani he's relaxed. Anaweza kana mtu mwenye changamoto lakini he's not confused. Lakini unakuta mtu yuko confused na ni prayer warrior. Imagine, paka akilia unachangamka. Kwa ukitaka tu achangamke, nenda kamfinye paka mlangoni. Kamfinye tu paka mlangoni. Wewe ndo unamfinya. Utagundua sio Roho Mtakatifu anaongea nao. Ni fear inaongoza. Nenda tu kampige paka. Akisikia tu wananyanyuka. Wewe ndo umeenda kumpiga paka. Sio umeenda kuloga. Kumpiga paka. Utasikia. Au nenda tu asubuhi. Mwaga unga mlangoni. Mwaga unga mlangoni. Kwa sababu hawana ujasiri, watafunga wiki 3 kushusha anga. Wiki 3. Na wewe ndo hujaloga, umeenda kumwaga unga tu mlangoni. Hawakanyagi. Mimi nikikuta umemwaga unga mlangoni, uwe wa kichawi wa kawaida na kanyaga hivi. I am too much to be worried. Too much to be worried. Eti unga. Nilienda Tanga. Hata kweli sikuwa najua namna. Nilikuwa tunajua new creation realities. Who I am in Christ. I am above principality. Nilikuwa najua tu hicho kwamba niko zaidi ya kila mamlaka, kila usultani na kila nguvu. I just went a place. Nikakuta kwenye njia panda Muheza pale. Nimetoka kufundisha kwa mwalimu. Kwa kufundisha Ngobeni Secondary. I was teacher by confusion, not by profession. Nikatoka pale. Nikakuta kwenye njia panda wamepasua nazi. Wameweka na mayai. Wakaandika na Kiarabu. You know what I did? Nikaanza kupiga mateke. Nikachukua ile mayai nikayarusha. Watoto wakanifuata hivi, wakijua mikono itaoza. Iko hivi mpaka leo. Well, ile nguvu ya giza ilikuwa na nguvu. Yes. Does it work on me? No. Because conscience yangu imeenda beyond the capacity of the enemy. Lakini you can really be affected with that. Ukipita hujaona, unaweza kuumwa immediately. Kwa nini? You don't know who you are. Wakristo wengi hawajui wao ni nani. Hawajui shetani yuko wapi kwao. Kwa wanaona he has that power. Darkness has power, but light has more power than darkness. Hata kama ni nuru kidogo, giza linachaga nafasi. Sema yani ile giza ni tororo sana. Kwa hiyo nani kendo itashindwa kuwaka. Umewahi kusikia kendo inashindwa kuwaka kwa sababu kuna giza sana? No. Giza haliwezi kuishinda nuru kwa namna yoyote. Lakini Wakristo wengi
wanafikiri wanapambana na giza. Watu wanatakiwa tushine the light. Basi ukijua hiyo, there is authority that works with you. Actually ina inspire angels to work for you, so they can see it in your words, in your activity. Nilienda mmoja hiyo Tanga, sehemu inaitwa nafikiri Kange. Nimekaa pale, nimelala siku hiyo. Ndio siku hiyo kwenye nyumba hiyo lala vizuri kwa sababu nilala pale. Kwa kila siku kuna mtu alikuwa anaita nagonga mlango. Boom, boom, boom. Kila siku saa 8 unakuaga macho. Hawana cha kufanya. Lakini wanga waenda kupiga mlango. Siku hiyo hawakuja. Waliona nini? I don't know. Lakini asubuhi wakauliza. Bro, anamza anaitwa Joshua. Huyu ndugu leta ni mlokole. So, kwa nini? Tulala vizuri jana. Hakuja huyo mtu kutusumbua. Kwa practically, even the power of darkness understand the power of the light. Kwa hiyo sasa, kwa sababu we are not fed Christ, we are fed taarifa za kuzimu, taarifa za mapepo. How can you not become worried? Utaota nini? Huwezi kuota zaidi ya unazokula. Unacheua. Kama ulikula maharage, usitegemee ucheue nyama. Kama ulikula dagaa, utacheua tu dagaa. Hata kama upendo wa rafiki. Ulikula mayai, utacheua nini? Mayai tu. So what you eat is what you got, is what you give. You are what you eat. Wana nutrition wanakuambia. You are what you eat. So stop feeding the garbage. Acha kula uchafu. Si ndio acha kula vitu vya kuchekesha. Feed on Christ, because that's what you want to be. Si ndio That you want to be as the exposure of your life. Ndio maana nataka tumfikie kimo cha utimilifu. The stature and standard is Christ. Feed on the materials that expose Christ. Feed on the hell to be the hell. Naomba nimalizie hapa. Naweza kumshukuru Mungu. Father, we thank you for again opening our eyes to see what we have done. Umetuonyesha kwenye maandiko ya kwamba umetusamehe, umetuosha, na leo siku nyingine tunaona uhakika wa kazi hiyo, ya kwamba si kwa matendo yetu bali ni kwa imani, kwa kuamini katika kusarenda kwenye hiyo kazi uliyofanya. Na kwa maana hiyo umetuhakikisha kwamba tunao msamaha wa dhambi. Tunaomba na kupokea kwamba fahamu zetu zinalibeba hili kwa nguvu, zinazaa matokeo kwenye mwenendo wetu kama Kristo alivyosamehe, na tuna uwezo wa kusamehe wengine katika jina la Yesu. Amen. Umebarikiwa.